yetu ni kuunganisha vipaji, fursa, maarifa na ubunifu kwa ajili ya kuchangia maendeleo ya taifa letu. Ni harakati tu za kwamba kila mtu anatakiwa kuwa mzalendo kuchangia maendeleo ya taifa letu, na tukajiunga kama TICON. Kwa maana sisi muda wote tunaamini kuunganisha nguvu za vijana, taasisi, serikali na wadau mbalimbali kwa ajili ya kutumia fursa za maendeleo ya taifa letu. Ukitazama kwenye bango letu utaona Southern Highland Wonders. Huu ni mradi ambao unatekelezwa na TICON. Ni mradi ambao ulianzishwa kwa lengo la kutambua, kurekodi, kuhifadhi na kutangaza vivutio vya utalii, historia, utamaduni ambao upo nyanda za juu kusini. Na kupitia Southern Highland Wonders ambao ni tunaita SHHW, tumetembelea vivutio mbalimbali vingi kwenye kanda ya nyanda za juu kusini. Tumekusanya historia, tumefanya mahojiano mengi, tuna vivutio vingi ambavyo tuko navyo kwa maandishi na vingine tayari tumekwisha virekodi. Kwa sasa hivi tunapozungumza, tunaendelea na zoezi la kuandaa documentary ya vivutio vya utalii jiji la Mbeya hapa. Watu wengi wao wanasema au wanajiuliza, nikiwa Mbeya natalii wapi? Lakini sisi tumekusanya vivutio vya utalii Mbeya, halmashauri vingi sana, vingi, na tunaendelea kuvirekodi, kuvitengeneza documentary maalum ambayo panapo majaliwa tutaizindua katika ukumbi huu ikishakamilika. Kwa ufupi, ili kupunguza mzigo, University Tourism Tour kutokana na uzoefu ambao tumepata kupitia utekelezaji wa Southern Highland Wonders, tuliona kuna umuhimu mkubwa sana wa kushirikisha vijana moja kwa moja kwenye safari ya kuitangaza Tanzania, na ndipo tukaja na wazo la University Tourism Tour. Hii ni programu ambayo inawapa wanafunzi wa vyuo vikuu kutumia elimu zao, kutumia ubunifu wao, kutumia teknolojia na maendeleo ya teknolojia ya sasa hivi kwenye kuitangaza Tanzania. Wanafunzi wa vyuo wanashindana kutengeneza documentary, wanashindana kutengeneza story, wanashindana kupiga picha, wanashindana kutengeneza video, na sasa hivi tumeanza na Musti, Mzumbe, KUM, TIA, TEKU kwa kuanza. Kwa hiyo kupitia programu hii watatengeneza maudhui ya utalii na kutangaza vivutio vya utalii, utamaduni, historia na fursa mbalimbali ambazo zipo Tanzania. Kwa tumeanza na Mbeya. Na ndugu wageni ambao tuko hapa, kuhusisha wanafunzi wa vyuo vikuu. Kwa tunapenda kila mwanafunzi kuanzia Mbeya lakini na nyanda juu kusini na Tanzania nzima wafahamu kuhusu mambo ya utalii, yani waweze kusimulia nchi yao wao wenyewe. Kwa hiyo kutokana na hilo sasa tuje na mradi huu ambao unaweza kusaidia kwa ukubwa sana vijana waweze kusimulia nchi yao wao wenyewe. Tusipate watu ambao mtu yuko nje ya Tanzania au nje ya Mbeya, nje ya Afrika, anakuja kutusimulia sisi vitu vyetu ambao tuko nao sisi wenyewe. Kwa tukapenda vijana sisi wenyewe tuweze kusimulia kwa uzuri na kwa ukubwa kabisa. Lakini kwa kusema hivyo tunapenda kwenye UTT tunapenda vijana wengi wafahamu, kwa sababu ni fursa ambayo inasaidia vijana kujitangaza kwanza wao wenyewe, kuonesha vipaji vyao, kuonesha nini wanacho, hasa kwenye mambo ya utalii, kuna kutengeneza video nzuri, kutengeneza picha nzuri, kutengeneza documentaries na masimulizi mazuri ambayo yatasimuliwa kutoka ndani ya mkoa wa Mbeya kwa ujumla. Kwa hiyo wao wataingia field na kuelezea vizuri. Unajua kuna changamoto kubwa ambayo tunaipata, watu wanasimulia vitu vyetu. Ukiangalia maeneo mengi ya Tanzania na duniani kwa ujumla, ili nchi ya Tanzania ifahamike vizuri au nchi zingine ambazo zimefahamika vizuri, watu wa ile taifa wao waliamua kusimulia wenyewe. Kwa sababu tunasikia kuhusu Misri, tunapata kule kutoka Brazil, vitu vingi wanazungumzia wao. Kwa vile vitu wao walifanya nguvu kubwa kusimulia. Kikali ndio unasema okay, watu wanaanza twende Misri kule pyramids kuangalia kule. Wale watu sio vilitokezea tu. Walichukua nguvu kubwa kusimulia, kuelezea dunia kuna nini kule.
Ile nguvu walitumia kuna sisi tunashinda wapi wa Tanzania? Hasa watu wa Mbeya na vijana wa Vio. Kwa pamoja tunaweza kufanya hiyo. Tunasema sisi tuchukue ile nguvu kwa pamoja, tusimulie vitu vyetu ndani ya mkoa wa Mbeya, lakini ndani ya nyanda za juu kusini, ili sasa mtu anapokuwa anakuja kutembelea huko awe anajua anaenda sehemu salama, sehemu nzuri ambayo anajua kabisa nikifika pale taweza kupumzika. Na hii issue kubwa, wanafunzi ndio watu wa pekee sana. Unajua nyanda za juu kusini au Tanzania tuna milima mizuri, tuna maziwa, tuna misitu, tuna wanyamapori, tuna utamaduni nyingi sana. Tuna utamaduni wa makabila makubwa, Wasafwa, Wanyakyusa, yote inapatikana hapa. Sasa hivyo vitu kama tujaelezea watu sisi wenyewe ni ngumu hawezi wakajua. Kwa sisi kwa pamoja tuna dhamana hiyo kusimulia kwamba tuhakikishe vitu vyetu vinajulikana vizuri. Tunapenda utalii huu dunia ifahamu kwamba bwana, ukija Afrika, ukija Tanzania, lakini moja kwa moja ukienda Mbeya unapata vitu vizuri na kufurahia mazingira mazuri ambayo yako Mbeya. Lakini bado tuna changamoto kubwa, watu wengi wa ndani ya mkoa wa Mbeya na nje hawafahamu kuhusiana na vitu vyetu. Kwa sisi pamoja na viongozi wa serikali, pamoja na waandishi wa habari na Watanzania kwa ujumla, tuna kazi ya kuweza kuvisimulia hivyo vitu kwa pamoja, ili watu wafahamu, wanafunzi wadogo kabisa kuanzia ngazi ya chini mpaka juu vyuo vikuu, wao wanajua kwamba okay, mtu akitaka kupumzika vizuri, kwenda sehemu nzuri, anafahamuje kati sisi tutakuwa tumesha msimulia ni wapi ambapo umetakiwa aende. Kwa hiyo Southern Hidden Wonders ni kwa ajili ya Watanzania wote, kwa ajili ya watu wote, tunatakiwa tuweze kuisimulia. Fupi, kwa nini UTT ni muhimu kwa vijana? Ndugu wageni na mgeni rasmi, fursa nyingi zinapatikana kwa maarifa na ubunifu na matumizi ya teknolojia. Ukiangalia kwa sasa dunia yetu imebadilika na imekuwa sana katika sehemu hizo za maarifa, ubunifu na matumizi ya teknolojia. UTT inawapa vijana nafasi zifuatazo. Kwanza, kujifunza kwa vitendo, lakini pia kutambua fursa zilizopo katika sekta ya utalii. Ukizingatia kwamba sekta ya utalii ilianzishwa na sisi tunafuata njia zile ambazo mheshimiwa wetu na mama yetu Rais Samia alizianzisha, na sisi tunaunga mkono katika juhudi hizo kwa kuwaletea vijana fursa na kuendelea kuikuza taifa letu kwa ujumla kwa upande wa utalii. Kujenga uwezo wa kutengeneza maudhui ya kidijitali, lakini pia kukuza vipaji vya vijana. Kujiandaa kwa kuwa waajiri au waajiri wa baadaye. Tunawaandaa vijana kuwa waajiriwa na waajiri wa hapo baadaye. Lakini zaidi ya hapo, UTT inawasaidia vijana kujenga uzalendo wa kuitambua na kuithamini Tanzania yao. Haiwezekani kutangaza Tanzania kama haujui Tanzania. Ndio maana UTT inampa nafasi kijana ya kuifahamu Tanzania kwa kufika site yeye mwenyewe, lakini baada ya hapo kuweza kuielezea kwa upana na marefu zaidi kwa watu wengine waliomo ndani ya taifa letu na hata wale walio nje ya taifa letu. Hii ndio sababu kubwa tunayohamasisha vijana kutembelea na kujifunza na kuisimulia hadithi ya nchi yao wao wenyewe. Lakini kwa nini UTT ni muhimu kwa taifa? Ndugu mgeni rasmi na ndugu wageni wote, utalii ni moja ya sekta muhimu zinazochangia uchumi wa Tanzania. Lakini utalii wa kisasa unahitaji zaidi vivutio. Unahitaji simulizi, unahitaji picha na unahitaji video, unahitaji pia maudhui yanayoonyesha uzuri wa nchi. Kupitia UTT tutatengeneza maelfu ya mabalozi wa utalii ambao wataendelea kuitangaza Tanzania hata baada ya mashindano kumalizika. Tunajenga kizazi kinachoitangaza Tanzania kwa lugha ya dunia ya leo. Hii ndiyo sababu tunaamini kuwa UTT ni mashindano pekee. Ni uwezeshaji kwa vijana, ni uwezeshaji kwa utalii, ni uwezeshaji kwa mustakabali wa Tanzania kwa ujumla. Kabla sijaenda kuelezea kipengele cha kula, ningependa nielezee
zawadi ambazo zitatolewa kwa vyuo ambavyo vinakwenda kushiriki Tanzania University Tourism Tour. Mshindi wa chuo cha kwanza, mshindi wetu wa kwanza atapokea zawadi ya shilingi milioni 3, lakini mshindi wa chuo cha pili atapokea zawadi ya shilingi milioni 2, lakini kutakuwa na certificate kwa vyuo vyote shiriki. Pia kutakuwa na zawadi ya mshindi wa kwanza ambaye atatengeneza yeye binafsi, content creator, atapata zawadi ya shilingi milioni 1, lakini kwa mshindi wa wanafunzi wa pili, content creator, atapata zawadi ya shilingi 500,000. Hii ukiachilia mbali zawadi za papo kwa papo watakaokuwa wanaendelea na kwa hatuyafahamu, lakini kupitia TICON tumeyafahamu na tunaamini kwamba tutatangaza zaidi ili Mbeya iweze kufahamika kiutalii, lakini Tanzania iweze kufahamika kwenye hii sekta ya utalii. Kwa niaba ya mkurugenzi wa jiji la Mbeya, napenda kutoa pongezi kwa waandaaji wa programu hii kwa ubunifu wao wa kutumia vijana kama chachu ya kuitangaza Tanzania kupitia utalii, ubunifu, teknolojia na elimu. Niwaombe TICON, vijana waliopo hapa ni vijana wa vyuo vikuu, lakini tuna vijana wengine kule wako ngazi za chini. Kuna wanafunzi wanaosoma A-level, kidato cha 5 na cha 6, mwafikirie nao, lakini pia kuna wanafunzi wanaosoma form 1 mpaka form 4, mwafikirie. Lakini tushuke mpaka chini kwenye shule za msingi ambapo sasa kuna watoto wale wanaoendelea kukua, basi waanze kukua wakiwa na hii spirit ya utalii kwenye nchi yetu ya Tanzania. Tumeanza na vijana, basi tushuke chini zaidi. Ndugu wageni waalikwa, jiji la Mbeya ni moja ya maeneo muhimu nchini yenye historia kubwa, utamaduni wa kipekee, mazingira mazuri, vivutio vya asili na nafasi kubwa ya uwekezaji kwenye sekta ya utalii. Na kwa miaka mingi Mbeya imeendelea kukua kama kitovu cha biashara, elimu, usafirishaji na huduma mbalimbali katika nyanda za juu kusini. Hata hivyo, bado tunaamini kuwa kuna fursa kubwa ya kuendelea kuitangaza Mbeya zaidi kupitia utalii. Hatujafika mwisho. Ndio maana tunaona wenzetu wa TICON wanakuja na wanasema wanakuja kuibua zile hidden wonders, vivutio ambavyo vimejificha. Kwa hiyo bado hatujafika. Hii fursa bado ipo. Tuna nafasi ya kuendelea kuitangaza. Kwa hiyo napongeza sana TICON kwa programu yenu. Tunaamini tutaendelea kuitangaza Mbeya zaidi na zaidi. Yale mambo ambayo yalikuwa yamejificha, kwa kweli tunaamini yatawekwa wazi na watu watayajua, watapenda kuja, watalii wengi kuja kuyafahamu. Watasimuliwa, lakini baada ya kusimuliwa watataka waje waone kwa macho yao wenyewe. Kwa hiyo hongereni sana TICON kwa ajili ya hilo. Mbeya ina vivutio vingi ambavyo vinaweza kuvutia watalii kutoka ndani na nje ya nchi. Ina historia ambayo inapaswa kusimuliwa. Ina maeneo ya urithi ambayo yanapaswa kutambulika. Ina utamaduni ambao unapaswa kuhifadhiwa na kutangazwa. Ina mandhari ambazo zinapaswa kuonekana na dunia. Ndio maana tunapokea kwa mikono miwili jitihada zote zinazolenga kuitangaza Mbeya kwa njia chanya za kitaalamu kama ambavyo TICON imefanya. Ndugu wageni waalikwa na washiriki, leo tunazindua programu ya University Tourism Tour, lakini kwa mtazamo mpana zaidi tunazindua jukwaa la vijana kushiriki katika maendeleo ya taifa lao kupitia sekta ya utalii. Tunawapa vijana nafasi ya kujifunza, tunawapa vijana nafasi ya kutafiti, tunawapa vijana nafasi ya kuonyesha ubunifu wao. Na zaidi ya yote, tunawapa vijana nafasi ya kuwa mabalozi wa Tanzania. Hii ni hatua muhimu sana kwa sababu dunia ya leo inaendeshwa na maudhui, inaendeshwa na simulizi, inaendeshwa na picha na video. Na vijana ndio nguvu kubwa katika eneo hilo. Vijana mna uwezo mkubwa wa kutumia teknolojia. Tunafurahi kuona vyuo vikuu vya mkoa wa Mbeya vimeamua kuwa sehemu ya programu hii. Tunawapongeza wanafunzi wote wanaoshiriki na tunawahimiza kutumia nafasi hii vizuri. Wanafunzi wote mnaokwenda kushiriki, inaomba mkashindane kwa ubunifu, lakini mshindane kwa taaluma. Mkashindane kwa uzalendo
lakini mwisho wa siku mshindi mkubwa zaidi awe Tanzania.